Bwana asifiwe. Amen. Nipungie mkono kama unaniona. Bwana atubariki sana na kutende mema. Sema nimeokoka, Kristo ni Bwana. Akanipa uzima tele. Nami nafurahi zake. Adhuhuri ya leo nikijua kwamba yeye ndiye tumaini na yeye ndiye nguvu zangu na hata uwezo wangu. Hivyo ni mwaminifu. Kwanza nashukuru kwa wakati huu mchungaji kwa kunipa nafasi hii. Sio kawaida kusimama mahali hapa, lakini kwa sababu ya neema yake Mungu naamini ya kwamba nikapata nafasi hiyo, nami na Mungu kwa kunipa ili iweze kuleta neno lake, nikifahamu ya kwamba yote yawezekana kwake. Hivyo sitaki kukawia sana kwa hapo. Nataka tuende moja kwa moja hadi kwake, kwa neno la Mungu, nikiamini ya kwamba ni baraka kwako siku ya leo na ina hali ya kubadilisha maisha haya, kwa sababu ni Mungu akatuma na itakuwako. Hivyo ninaamini ya kwamba nguvu zake na uwezo wa Roho Mtakatifu zote zinawezekana kutuhudumia adhuhuri hii ya leo, kwa sababu ni yeye ataandaa wakati. Basi hebu tuende moja kwa moja. Neno la kichwa yangu ni kusema kwamba mahali tupo ni padogo. Mahali tumekaa ni padogo. Hiyo ndio kichwa ya neno langu. Na kwa hivyo tutapata neno katika Wafalme wa Pili 6:1. Tukasome basi. Siku moja wanafunzi wa nabii walimlaki Elisha wakisema, mahali hapa tunapokaa ni padogo sana kwetu. Turuhusu twende Yordani tukakate mti ili tujenge mahali patakapo tutosha. Elisha akamjibu, mtu mmoja wa muomba akisema, tafadhali uwe radhi uende na watumishi wako. Naye akajibu, nitakwenda. Hivyo akaenda pamoja nao walipofika mtoni Yordani wakaanza kukata miti. Mmoja wao alipokuwa akikata miti, shoka lake likachomoka na kuanguka majini. Akalia akasema, sasa Bwana wangu, nitafanya nini? Shoka hii ilikuwa na kuazimia. Amen. Neno hili tunapolisoma siku ya leo ni vizuri linapatana pamoja na yale yote ambayo yako mbele yetu siku ya leo. Ninaamini ya kwamba wakati kama huu wewe unajua na unaamini ndani ya fikra zako ya kwamba wewe ambao umekaa ndani ya kanisa, tumeona kama vile hao watumishi ambao walikuwa wa Elisha waliangalia na wakaona mahali ambapo wanaishi palikuwa pakawa padogo kwa kutumia mahali pale. Na sisi siku ya leo kwa imani tumeangalia na tuliona, kwanza tulipoanza kujenga Modern Ocean tulianza kuona wale walikuwa mahali pale. Ya kwanza waliona ile tuko nayo imekuwa ndogo kulingana na kiasi cha watu ambao wako mahali hapa. Haleluya. Kwa hivyo wakakaa na wakaonelea kwamba ni vyema waweze kukutana na ili waweze kuambiana tujenge ama tuweze kuanza kujenga kubwa. Ni furaha yangu ya kwamba wale manabii walipomuona Elisha ndio waliweza kumulilia na wakamwambia mahali tumekaa ni padogo. Haleluya. Mimi siku nyingi nimeenda kwa Nigeria, na yule tajiri aliyekuwa ameniajiri aliniambia kama choo haitakuwa sawa, hiyo nyumba haina maana na kujenga. Sisi tulikuwa tunajenga nyumba, mteja akiingia kitu ya kwanza kuangalia ni choo. Ilikuwa ni choo. Kwa hivyo choo ni kitu cha maana sana. Hata kwako nyumbani, mgeni akiingia angalie choo, anajua nyumba iko sawa kabla hajaingia kwa nyumba. Naona wasusia na niangalia na anacheka. Anajua. Hata mimi choo kwangu
Ni heri nijenge choo nzuri, nijenge nyumba baya. Hiyo nasemaga. Kama mimi sitajenga choo ambayo inanifurahisha nikiwa ndani, ni heri nyumba ikae. Na wewe je, hebu angalia. Tuko na kanisa ambayo imerembeka. Na mgeni akikuja tu inadhani umewalika wageni wakuje. Tutaonyesha hiyo. Tutaonyesha hizo. Haleluya. Kama hutaki tuonyeshe ambao ziko kwa sasa, ni wewe na mimi tutasimama kama vile manabii hao walisimama na wakaangalia na wakasema, ninataka ujue siku ya leo ya kwamba mahali tuko ndani ya choo zetu ni padogo. Haleluya. Kuna mzee mmoja alisema hatuwezi hata kugawanya hizi choo za wanaume na vijana. Haleluya. Ile tunajenga kisasa. Vizuri, nafurahia Bwana. Mimi ni mmoja wala unajenga. Kwa sababu mkitoa fedha tutajenga ile ya kisasa. Mimi najua. Najua kuirembesha choo vile inafaa. Kuna vitu hata zingine wala mafundi wanaweka hata tunasema weka boda. Boda ni kama wengine kananuliwa katikati ya tiles zingine na kanawekwa vizuri sana kana shai. Na kanakuwa anameremeta katikati ya choo. Hata wewe ukiingia kwa hiyo choo unatamani kukaa ndani ya choo. Amen. Haleluya. Mimi ukiniuliza hali ya kujenga choo najua. Hiyo najua sawa. Hiyo nilifunzwa sawa sawa. Na kwa hivyo nataka kusema siku ya leo, mahali tumekaa na choo ambayo tunatumia imekuwa ndogo. Kama vile hawa wana wanabii wakamlilia mtumishi Elisha na wakamwambia mahali hapa tumekaa ni padogo. Nataka kukwambia ndugu yangu na dada yangu, hata kanisa tumekaa bado ni ndogo. Hata mahali ambapo madhabahu haya imekaa bado ni padogo. Ninataka kukwambia hata hiyo boma unakaa bado ni ndogo. Usiwache kanisa ijengwe na kwako usijenge. Usiambie Bwana mahali ya choo ni ndogo. Wewe ndio unajua choo yako inakaa namna gani. Na ukijenga hii ya Mungu, ninaamini utajenga nzuri kuliko hiyo ambayo tutajenga hapa. Ukikubali kujenga hii, utapata nzuri kuliko hiyo. Lakini ni ukubali kuna sheria. Asubuhi tulihubiriwa tukaambiwa kama unataka kuendelea lazima tutoe fungu la 10 na ni sheria. Na wewe ukitaka kubarikiwa ni lazima ushike nafasi kwa ile kazi yoyote itafanywa mahali hapa. Haleluya. Kama unataka kuendelea zaidi, haleluya. Wewe ndio unajua kwamba kumekaa namna gani. Kama utadaisha Bwana, umwambie mahali hapa tumekaa, hata ile plot ambayo mimi nakaa nimeanza kudaisha Bwana na kumwambia hii ni kidogo, haiwezi kunitosha. Haleluya. Kuna mtu mwingine alikuja juzi akaniambia, sasa umejenga kanyumba haka kadogo haka hata kuya nyana. Nikamwambia wewe usijali, wacha tu nijenge hiyo kidogo itakuwa hivyo. Na huyo mwingine na ninaona una watoto wengine, nikamwambia saa hii naitisha kwa Mungu plot ya huyo mwingine hata jenga hapa. Haleluya. Hata wewe ambieka Bwana mahali tumekaa ni padogo. Haleluya. Wacha kuona ukutosheka. Haleluya. Wale hawakuona kutosheka, bali wanaona ya kwamba hapakuwa pametosha. Ninataka kukwambia hata shule ambayo iko mahali hapa ni padogo. Haleluya. Kwa hivyo ninakwambia kwamba wewe ambao unaishi mahali pale, hata ile gari uko nayo, ambia Bwana ni ndogo. Ambia Bwana hata hiyo bodaboda pikipiki naendesha imekuwa ndogo na imekuwa na sasa Bwana ninataka kukutana na wewe. Hiyo kazi ambayo unafanya ni siku ya leo utamwambia Bwana, hata hii kazi nafanya Bwana ni kazi ndogo. Haleluya. Kwa hivyo unakumbusha Bwana, unamwambia kwamba hata hii kazi ninafanya Bwana, tazama ni kidogo. Ninaamini jambo la furaha ni kwamba hawa manabii waliamini Elisha. Waliamini Elisha. Siku ya leo wewe unapoamini, unaamini nani? Ni nani ambao utaweza kukutana naye
umwambie mahali umekaa ni padogo, akuhurumie. Haleluya. Rafiki yako hawezi kuhurumia wewe, majirani hawatahurumia wewe, wale mmesaliwa pamoja na wewe hawezi kuhurumia wewe, lakini kuna mmoja mwenye huruma na anaweza, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye anakuhurumia katika jina la Yesu. Haleluya. Hao waliamini na wakajua kwamba Elisha jambo lolote atakalosema hilo litatendeka. Amen. Nataka kukuambia hivi, jambo lolote ambalo tunaamini ndani ya mioyo yetu, akitukiambia Yesu Kristo haya na haya yanawezekana, itatendeka. Kwa hiyo siku ya leo, yale yote kile kitu ulikuwa umekuja nayo, na hata kama ulikuwa umekuja nayo, kama unataka kubarikiwa siku ya leo, ni lazima usimame kwa moyo wa kujenga. Haleluya. Hapo wanabii hakuna aliyebaki, wote walienda pamoja na Elisha. Kila mmoja, hata yule hakuwa na panga, hata yule hakuwa na shoka. Biblia anasema kwamba waliomba. Haleluya. Suingie kwa mshwari wa pia wakukopea. Siyo aliomba shoka. Na wewe suingie kwa hiyo mshwari. Ama kwa hiyo ingine kopa. Na siko mingi. Wazee, tunasema tunataka busi. Kwa hivyo tukishindwa tutakopa. Haleluya. Kwa sababu tunataka kuwa washirika ambao wataweza kujenga choo. Haleluya. Tunataka kupokea baraka ya choo ili tuendeleze kuendelea na mahali tuko. Hebu nikuhakikishie, wewe ambao utashika nafasi hii, wewe ambao utashika nafasi ya kujenga choo, nimekuhakikishia ile choo ambao kama kwako imekwama, unaenda uibomoe katika jina la Yesu. Amen. Na kama hii kama iende, ninaomba Mungu wa mbingu atende miujiza, hiyo maji iende. Kusema kweli, wewe amini, wewe ni amini. Ili amini, kama utashika nafasi kwa hii choo ya kujenga modern washroom, hiyo choo imekwama kwako, itaenda. Usijali, ikiingia kwa jirani hata uliza wewe, kwani ni wewe umetuma huko? Si pengine yeye ana uwezo wa kuita ile gari ya kufanya exhaust na ifute, na wewe hiyo ukajikwa hiyo 10,000 ya kufuta. Si ndio? Lakini hii ni lazima ushinde nafasi ndani ya kazi ya Mungu. Wangu haitaja, wangu nilihakikishwa, hata hao walichimba hiyo ya hiyo jirani, waliniambia hakuna siku choo yako itaja. Wewe walipokuwa wakitoka kwa hiyo shimo, walichimba kwa mshita yangu, na walipokuwa wakitoka hiyo choo ilikuwa na maji kama ndoo 3. Na hizo zote wakajua hii inatoka kwako mzee, na wewe uko na bahati. Hebu nikwambie, wewe utapata bahati kama utashika kazi ya Mungu. Hiyo choo itafutwa na hiyo choo itaharibiwa na utajengewa nyingine katika jina la Yesu Kristo. Pokea choo nzuri. Amen. Mgeni sio kuja akitukipea jiografia unamwambia sijui utapita hapa ama tunaomba choo kwa jirani. Anawagai matiria wao, hapana. Shika nafasi siku ya leo kama unataka kubarikiwa na ile kitu kizuri sana kwa ambayo itaharibisha wewe. Najua watu wengi ukifika kwa ukiuliza choo wanauliza sasa huyo wewe yuko. Sio wakati wa kuuliza unaenda wapi. Ni wakati wa kufungua dakika imefunguliwa. Wajue kuna choo pale. Haitanuka. Hata kunuka haitanuka kwa sababu umetoa kwa Bwana. Amen. Kwa hivyo hata hiyo choo hakuna wakati itanuka kama utakubali kusimama na hii ya kanisa. Haleluya. Wewe kwenda jaribu uone. Fanya siku ya leo ujaribu Mungu uone vile atafanya miujiza kwako. Haleluya. Mimi najua choo yangu ni ya 8 na itakaa miaka 100.
haitaji kwa ingine. Kwani nakuja kukupigia Mungu gani? Sisi Mungu anaweza kuambia maji pitia hapa chini wewe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nataka kukuambia kwamba wewe ukishika nafasi siku ya leo, hiyo biashara unaona imekwama, Mungu anaenda kuinua katika jina la Yesu. Hawa watoto ambao ujelifia karo ya fee, Mungu anaenda kufungua milango katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Ni wakati wowote utakaosimama na Bwana, yeye atakuwa akikushughulikia. Tuache hivi saa hapa ya hapa na hapa. Simama na neno na Bwana atakutendea. Haleluya. Kuna jambo moja hao wanafunzi wa Elisha walifanya. Walisikia maagano ama instruction ambao walipewa. Waliwaambiwa hivi, nendeni. Hawakuambia Elisha atuende. Hatujui hata tutaenda tukute na nini. Walianza kwenda. Lakini mmoja wao akamuuliza, twende pamoja na wewe. Wakati wowote utapewa instruction na Bwana, ambia Bwana tunaenenda pamoja na wewe. Haleluya. Usitumwe uende peke yako. Haleluya. Wacha kwenda peke yako. Ambia Bwana twende pamoja na wewe. Musa akauliza Bwana, utaenda pamoja nami? Akaambiwa tutaenda pamoja na wewe. Ni wakati huu na ni wakati huu ambao wewe ukisimama, Bwana anaendelea pamoja na wewe. Usiogope. Hata kama ulikuja bila chochote, pigie Bwana makofi, atatenda. Pigie Bwana atatenda kwa sababu uko pamoja na mimi. Unanielewa na unajua vizuri sana. Haleluya. Na kwa hivyo atatenda jambo jipya. Ni wakati huu ninataka kukuambia kwamba wanafunzi hawa wanafunzi ambao walikutana na Elisha hawakuenda peke yao. Jambo la kwanza, waliweza kufuata instructions. Jambo la pili, walikuwa na imani na Elisha. Haleluya. Kuwa na imani na Mungu ambaye amekuita. Kuwa na imani yoyote yale Mungu atatenda, yale ambayo yamekuwa ngumu kwako Mungu anaweza kuyatenda. Haleluya. Hao wanafunzi kuna jambo moja walielewa, ya kwamba walipoona Elisha walijua yote inawezekana na inawezekana kwenda. Haleluya. Wewe amini ya kwamba wakati wowote uko na Mungu, yale yote yamekushinda ndani ya maisha yako, yote itawezekana kwa imani. Hiyo imani uongeze maombi juu yake. Hao wanafunzi wako wamekaa hivi, walikuwa wanaendelea pamoja na maombi. Hivyo waliendelea na hata kuomba. Na Mungu wa mbinguni aliweza kuwajalia mema. Hivyo ninataka kukwambia, tangu tulipoanza kujenga Modern Worship, tulimuomba Mungu wa mbinguni aendelee pamoja nasi. Wale wanakamati tulikuwa tumekaa chini. Hatukukaa tukasema tutaenda peke yetu, bali tulisema tutaenda pamoja naye Mungu. Kulingana na neno lake ambalo liko katika kitabu cha Nehemia. Ukisoma 1:6, Nehemia akamwomba Mungu, akamwambia, Bwana uenende pamoja nao. Ninakusihi na ninakuomba kwa huruma zako, uwe radhi pamoja nami. Na wewe siku ya leo ni wakati wako kumwambia Bwana ataenda pamoja na wewe. Nimesema kwamba utafuata zile zote sheria, kama vile ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili 2 mstari wa 10, utaona ya kwamba yule mama aliyekuwa, utaona ya kwamba Elisha na Elia walipokuwa kienda, aliambiwa hivi, kama utaniona wakati nitakapochukuliwa, yale yote utakaoomba yatatimizwa. Haleluya. Kwa hivyo sheria ni ya kwamba wewe ukitii neno la Mungu na ukitii sheria za Mungu, na kama vile tuliambiwa hali ya asubuhi, ukitii hata kutoa. Haleluya. Amen. Kwa hiyo milango imefunguka kwa sababu ya kujua siri. Na wewe ujue siri siku ya leo. Utakaposimama na hiyo fungu la Mungu, Mungu atakuwa akitenda miujiza ndani ya maisha yako na ndani ya hiyo familia. Bora tu ufuate instruction vile Mungu atakwambia. Toa, unatoa kulingana na sheria. Zile zote atakuwa Mungu uweze kufuata. Na kwa hivyo
ninaamini ya kwamba hata yule mama aliyekuwa na ambao bwana wake alikuwa ameaga, alipoambiwa na yule katika kitabu cha Elisha na katika kitabu cha Wafalme wa Pili 4:3, utaona yule mwanamke ambao watoto wake walikuwa wanachukuliwa kwa sababu ya dini, alipewa sheria, akaambiwa kwamba enda uombe mitungi ya kuweka mafuta, na kwa hivyo yale mafuta ukifungia ndani na uweze kuimwaga mpaka wakati zitajaa. Naye akafanya vile, hakuita jirani, hakuita huyo mwingine, alifuata sheria. Haleluya! Ni lazima tufuate sheria zake Mungu ili tuweze kuwa wakamilifu na tuweze kuwa ambao wametimilika. Na kwa hivyo ninataka kusema kwamba kama unataka kushinda na uwe successful ndani ya maisha yako, lazima tufuate sheria zote za Mungu. Na ni vyema tujue kwamba kutoa sadaka zetu vizuri, na hata fungu la 10 na hata shukrani, hizo zote tukafuata. Ibrahimu mwenyewe akaweza kuwataki malaika na akaweza kuwatolea fungu la 10. Haleluya! Akabarikiwa. Si hata wewe uweze kutoa na utabarikiwa, kwa sababu ni Mungu wako pamoja na wewe. Kwa hivyo ninaamini ya kwamba sisi zote tutakuwa watu wa kutosheleka kama vile hawa manabii wa Elisha, tukisikia sauti ya Mungu vile inasema. Amen. Shoka ilipoanguka ndani ya ile maji, yule aliyeangusha ile shoka aliulizwa imeanguka wapi? Akaweza kuonyesha imeanguka. Ninataka kukuambia ndugu yangu na dada yangu, wewe ambao umeona maisha yako yameanguka, siku ya leo Bwana anauliza iliangukia wapi? Ni wakati wa kumwambia Bwana mahali ulitelezea, ili Bwana aweze kukurudishia. Amen. Mahali familia yako iliangukia, ni wakati wa kumwambia Bwana ni hapa, na yeye ataweza kuirudisha katika jina la Yesu. Hivyo ni wewe ujue kwamba ni wakati wangu na ni wakati wangu kwa kuenenda pamoja na Bwana, nikimwambia ni hapa. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza 30, utakuta Danieli ambaye aliweza kwa familia kuchukuliwa, lakini akaambia Bwana nitapapata. Aliomba Bwana na akaonyesha Bwana vile kitendo kilikuwa kimetendwa na maadui. Onyesha Bwana siku ya leo vile maadui zako wamekutendea, naye atakulipishia katika jina la Yesu. Wacha kwanza kujilipishia wewe mwenyewe. Hawezi kuogota, hawezi, lakini Mungu anaweza. Jambo la mwisho nikimalizia, wasamehe hao maadui zako. Kama unataka kupona ndani ya moyo wako, wale wote wamekukwaza, ninakuuliza wasamehe, na Bwana ninajua kile kilichoanguka, kama ile shoka iliyoanguka, atakurudishia. Amen. Kwa hivyo ni wakati huu ninaamini ya kwamba Mungu anaweza kukurudishia chochote kile kilichopotea, na Mungu ni mwaminifu. Chochote kilichopotea, Bwana akubariki anapokurudishia katika jina la Yesu. Chochote ambao Waisraeli kinarudishwa katika jina la Yesu. Bwana ni mwema na ni mwaminifu, maana anaweza kutenda. Haleluya. Amen.